Habari mpendwa katika Kristo, na kusalimu kwa jina la Yesu. Ni matumaini yangu kuwa haujambo na unaendelea vizuri. Karibu katika ufuatiliaji na mwendelezo wetu wa kujifunza kweli za Mungu na kuzifunua kweli za neno la Mungu kupitia kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tumekuwa tukijifunza ukweli wa Mungu kuhusiana na kitabu hiki cha Pambano Kuu kwa sura kadha wa kadha, na tumemaliza sura ya 34 na leo ninakualika tena katika mwendelezo wetu wa kujifunza katika sura ya 35 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tunaendelea kujifunza kweli mbalimbali. Mungu anaendelea kufunua mambo mbalimbali baada ya kuona jambo fulani katika sura ya 34 iliyokuwa inazungumzia juu ya habari ya wafu na jinsi gani wafu hawa tunavyoweza kuelewa fundisho hili. Lakini leo pia tutakuja na fundisho jingine pia ambalo pia ni ukweli ambao mjumbe wa Mungu ameuandika, ambao utatusaidia na kutusogeza karibu na Kristo, lakini utatuandaa vyema kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Nikualike tunapokuwa tukienda kuanza sura yetu hii ya 35 tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa nafasi nyingine nzuri ambayo umetupatia. Asante kwa msikilizaji ambao anasikiliza na kufuatilia vipindi hivi na mwendelezo wa majifunzo haya katika kitabu hiki. Jina lako litukuzwe kwake. Tunapokuwa tukiendelea kujifunza ukweli wako katika sura hii ya 35, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atufundishe haya ambayo tutayasikia, yatusaidie. Roho wako Mtakatifu ayaandike ndani ya mioyo yetu, lakini atusaidie kuyaweka katika utendaji, hatimaye yote haya yakatuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Nisaidie mimi ninayeongoza, lakini pia msaidie msikilizaji anayesikiliza sehemu yoyote alipo na mahali popote alipo. Na mimi Roho wako Mtakatifu atatuunganisha kwa pamoja, sote tupate kusudio ambalo umelitamani tulipate kwa siku ya leo. Kwa jina la Yesu, amina. Mpenzi msikilizaji, karibu katika sura hii ya 35 ya kitabu chetu cha Pambano Kuu. Na sura ya 35 inacho kichwa kizuri kinachosema uhuru wa dhamiri watikiswa. Uhuru wa dhamiri watikiswa. Utaenda kujifunza mambo mengi. Uhuru wa dhamiri watikiswa, kunako nini katika sura hii? Nikukaribishe tu tunapokuwa tukianza sehemu hii ya kwanza kitabu hiki, na sehemu hii ya kwanza ya sura hii ya uhuru wa dhamiri watikiswa. Mwandishi anaanza kwa maelezo yafuatayo. Ukatoliki sasa unaangaliwa na Waprotestanti kwa kukubalika zaidi kuliko ulivyokuwa miaka ya nyuma. Na nikuombe tu kidogo hapa, kuna mambo ambayo utayasikia wakati fulani yatakushangaza, lakini zote hizi ni kweli ambazo hata wewe ukijifunza na kuzisoma unaweza ukapata mambo haya ni ya kweli kabisa katika historia, katika vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikionekana, unaweza ukapata maneno haya. Kuna lugha ambazo zimetumika humu ambazo ni za moja kwa moja, kozi sikushangaze kwa sababu ni ukweli na kitu ambacho kinazungumzwa kipo, unaweza ukakipata sehemu yoyote. Tuendelee. Maisha anasema hivi: katika nchi ambazo Katoliki hauendelei kukua na viongozi wa kipapa wanafanya kazi ya upatanisho ili kuwa na mvuto, kuna ongezeko la kutojali mafundisho yanayotenganisha makanisa yaliyofanya matengenezo na kanisa la kipapa. Maoni yanaendelea kushika kasi kubwa kwamba hata hivyo hatutofautiani sana katika mambo ya msingi kama ambavyo imekuwa ikidhaniwa, na kuwa kupunguza kidogo msimamo wa upande wetu kutatuwezesha kuelewana vizuri zaidi na Roma. Wakati ulikuwepo ambapo Waprotestanti walithamini sana uhuru wa dhamiri uliokuwa umenunuliwa kwa gharama kubwa, waliwafundisha watoto wao kuuchukia upapa na walishikilia kuwa kutafuta mapatano na Rumi ni kukosa utii kwa Mungu. Lakini ni mawazo tofauti sana yanayotolewa sasa. Watetezi wa upapa wanatangaza kuwa kanisa limeharibika na ulimwengu wa Protestanti una mwelekeo wa kukubali kauli hiyo. Wengi wanasisitiza kuwa sio haki kulihukumu kanisa leo kwa machukizo na upuuzi uliofanywa na kanisa katika karne za giza kwa kutokujua. Wanatoa udhuru kwa ukatili wake kama matokeo ya ujinga wa nyakati zile, na wanadai kuwa ustaarabu wa kisasa umebadilisha mawazo yake. Je, watu hawa wamesahau madai ya kutokukosea yaliyotolewa kwa miaka 800 na mamlaka hii yenye kiburi? Mbali kabisa na kuachwa, si dai hili lilithibitishwa katika karne ya 19 kwa mkazo mkubwa zaidi kuliko kabla ya hapo. Kama Rumi inavyodai kuwa kanisa halijawahi kukosea, wala kwa mujibu wa maandiko halitokosea kamwe. Ukisoma John L. von Moshem Institute of Ecclesiastic History Book 3 Century ya pili Part 3 Chapter 2 Selection number 9 note ya 17, unaweza kukutana na maelezo haya yote ambayo tumeanukuu hapa. Linaweza kuacha kanuni zilizoongoza
zama zilizopita? Kanisa la Kipapa halitaacha kamwe dai lake la kutokukosea. Yote ambayo limewahi kufanya katika mateso yake kwa watu wanaokataa mafundisho yake ya imani yasiyobadilika linachukulia kuwa sahihi kabisa. Na je, halitarudia matendo yake yale yale ikiwa fursa itajitokeza? Hebu ngoja vizuizi vinavyowekwa sasa na serikali zisizokuwa za kidini viondolewe na Rumi irudi katika mamlaka yake ya awali, ndipo kutakuwa na uamsho wa harakati na ukatili wa mateso yake. Sikiliza hii. Mwandishi mashuhuri anasema hivyo kuhusiana na mtazamo wa kanisa la Kipapa kuhusu uhuru wa dhamiri na hatari zinazotishia hasa Marekani kutokana na mafanikio ya sera yake. Kuna watu wengi wenye mwelekeo wa kutokuwa na hofu dhidi ya Ukatoliki wa Rumi ndani ya Marekani kuhusiana na ubaguzi wenye chuki na utoto. Watu kama hao hawaoni chochote katika tabia na mtazamo wa Urumi ambacho ni cha chuki dhidi ya taasisi zetu huru, au wala hawaoni chochote kinachotisha katika ukuaji wake. Hebu basi kwanza tulinganishe baadhi ya kanuni za msingi za serikali ya Marekani na zile za kanisa Katoliki. Katiba ya Marekani inatoa uhakika wa uhuru wa dhamiri. Hakuna jambo lingine linalopendwa au la msingi zaidi kuliko hili. Papa Pius wa 9 katika barua yake aliyoituma kwa maaskofu wote wa kanisa la Rumi ya Agosti 15, 1854 alisema, mafundisho au matamko ya kipuuzi na yenye makosa yanayotetea uhuru wa dhamiri, mmoja ya makosa makubwa sana, ni mdudu mharibifu miongoni mwa wengine anayepaswa kuogopwa kuliko wengine wote katika dola. Papa huyo huyo katika barua yake kwa maaskofu wote ya Disemba 8, 1864 aliwakemea wale wanaodai uhuru wa dhamiri na uhuru wa ibada ya kidini, pia wote wanaodai kuwa kanisa halipaswi kutumia nguvu. Mwelekeo wa amani wa Roma katika nchi ya Marekani haumaanishi kuwa moyo wa Urumi umebadilika. Kanisa la Rumi limekuwa stahimilivu kwa kutokuwa na uwezo wa kufanya vinginevyo. Askofu O'Connor anasema uhuru wa dini unavumiliwa tu mpaka pale ambapo kinyume chake kinaweza kutekelezwa bila kuhatarisha ulimwengu wa Kikatoliki. Askofu mkuu wa St. Louis alisema wakati mmoja, uzushi wa kukosa imani ni uhalifu, na katika nchi za Kikristo kama ilivyo katika nchi za Italia na Hispania kwa mfano, ambapo watu wote ni Wakatoliki na mahali ambapo dini ya Kikatoliki ni sehemu muhimu ya sheria ya nchi, uzushi wa kutoamini vinaadhibiwa kama uhalifu mwingine. Kila kardinali, askofu mkuu anakula kiapo cha utii kwa Papa, ambapo maneno haya hutokea: wazushi, watenganishaji na waasi kwa Bwana wetu aliyetajwa, yaani Papa, au wafuasi wake waliokwisha kutajwa, nitawatesa na kuwapinga kwa nguvu zangu zote. Josio Strong, Our Country, chapter 5 verse 2 up to 4. Tazama kiambatanisho kwa ajili ya rejea zilizosahihishwa. Unaweza kutazama huko pia. Ni kweli kuwa kuna Wakristo halisi katika jumuiya ya kanisa Katoliki la Rumi. Maelfu katika kanisa wanamtumikia Mungu kulingana na nuru yao walionayo. Hawaruhusiwi kusoma neno la Mungu na kwa hiyo hawautambui ukweli. Imechapwa mwaka 1888 na 1911. Unaweza kutazama hapo katika kitabu hicho toleo hilo. Hawajawahi kuona tofauti kati ya huduma hai inayotoka moyoni na mzunguko wa taratibu na kaida pekee. Mungu anatazama watu hawa kwa huruma kama ya mama mzazi, watu walioelimishwa kama walivyo katika imani inayodanganya na isiyoridhisha. Atawezesha miale ya nuru kupenya giza nene linalowazunguka. Atawafunulia ukweli kama unavyopatikana ndani ya Yesu, na wengi watasimama pamoja na watu wa Mungu. Lakini Rumi kama mfumo haupatani zaidi na Injili ya Kristo sasa kuliko wakati mwingine wowote katika kipindi cha zama za historia ya Urumi. Makanisa ya Kiprotestanti yapo katika giza kubwa, isipokuwa kama wangeweza kutambua dalili za nyakati. Kanisa la Kirumi linaona mbali katika mipango yake na mbinu zake za kiutendaji. Linatumia kila njia kupanua mvuto wake na kuongeza nguvu yake katika maandalizi ya mgogoro mkali na wa makusudi wa kurudisha utawala wake juu ya dunia, kuanzisha upya mateso na kutengua mambo yote ambayo Protestanti umeyafanya. Ukatoliki unaendelea kupata nguvu kila upande. Angalia ongezeko kubwa la idadi ya makanisa yake na nyumba zake za ibada katika nchi za Kiprotestanti. Angalia umaarufu wa vyuo na seminari zake katika mabara ya Amerika ambavyo vinaungwa mkono sana na Waprotestanti. Angalia ukuaji wa kawaida katika nchi ya Uingereza na jinsi watu wanavyorudi nyuma na kujiunga na Wakatoliki. Mambo haya yanapaswa kuamsha dukuduku
kwa wote wanaothamini kanuni safi za Injili. Waprotestanti wamecheza na upapa na kuulinda, wamefanya maridhiano na kuacha baadhi ya mafundisho yao, kiasi ambacho hata wafuasi wa upapa wenyewe wanashangaa wanapoona na wanashindwa kuelewa. Watu wanafumba macho yao kiasi kwamba hawaoni tabia halisi ya ulumi na hatari zinazotokana na ukuu wake. Watu wanahitaji kuamshwa ili kupinga madai ya adui huyu, adui wa hatari dhidi ya uhuru wa kiraia na kidini. Waprotestanti wengi wanadhani dini ya Kikatoliki haivutii na ibada zake zimepoa, zikiwa na mizunguko isiyo na maana ya kaida. Hapa wanakosea. Wakati ambapo ulumi umejengwa juu ya udanganyifu, ulumi sio uigizaji, usio na adabu na usio na weredi. Huduma ya kidini ya kanisa la Kirumi ni kaida inayovutia sana. Maonesho yake ya kifahari na kaida zake za dhati hugusa sana hisia za watu na kunyamazisha sauti ya mantiki na dhamira. Macho hufurahishwa, makanisa makubwa ya kifahari, maandamano yanayovutia, mimbari za dhahabu, madhahabu ya vito vya thamani, picha zenye ubora wa hali ya juu na sanamu maridadi huvutia watu wote wanaopenda uzuri. Sikio nalo hutekwa. Mziki hauna mashindano. Noti tamu za organ yenye sauti nzito zikichanganywa na utamu wa sauti zinazopaa na kujaza kuba za juu na njia katikati ya nguzo za makanisa yake makubwa haziwezi kuacha kuifanya akili iwe na kicho na heshima. Huu tukufu, ufahari na usherehekeaji wa nje ambao hudhihaki tu shauku ya roho iliyoumizwa na dhambi ni ushahidi wa ufisadi wa ndani. Dini ya Kikristo haihitaji vivutio vyote hivyo ili ikubalike. Katika nuru inayong'aa kutoka katika msalaba, Ukristo wa kweli huonekana kuwa safi na unaopendeza kiasi kwamba hakuna mapambo ya nje yanayoweza kuongezea thamani yake ya ukweli. Ni uzuri wa utakatifu, roho ya upole na ukimya ambavyo ni vya thamani mbele za Mungu. Uzuri wa mtindo sio lazima uwe kipimo cha fikra safi na za juu. Uelewa wa juu wa sanaa, uchaguzi bora wa mambo mazuri, mara nyingi huwa katika akili ambazo zimezama katika mambo ya kidunia na ya kimwili. Hutumiwa mara nyingi na shetani kuongoza watu wasahau mambo muhimu ya kiroho, washinde kuona mambo yajayo, maisha yanayokufa, kumwacha msaidizi asiyekuwa na kikomo na kuishi kwa ajili ya dunia peke yake. Dini ya nje inavutia kwa moyo usioumbwa upya. Ufahari, usherekeaji wa ibada ya Kikatoliki una nguvu za kurubuni, kuteka, ambayo kwa njia yake watu wengi wanadanganyika na wanakuja kuliona kanisa la Rumi kama lango halisi la mbinguni. Ni wale tu ambao wamesimika miguu yao kikamilifu juu ya msingi wa ukweli na ambao mioyo yao imeumbwa upya kwa Roho wa Mungu, walio na kinga dhidi ya mvuto wake. Maelfu ya watu ambao hawana ujuzi halisi wa Kristo wataongozwa kupokea maigizo ya utaua ambayo hayana nguvu. Dini kama hiyo ndio watu walio wengi wanaoitaka. Dai la kanisa kuwa haki ya kusamehe umeongoza Mrumi kuhisi kuwa ana uhuru wa kutenda dhambi, na huduma ya maungamo ambayo isipokuwepo msamaha hautolewi, kuwa na mwelekeo wa palilia uovu. Yeyote anayepiga magoti mbele ya mwanadamu aliyeanguka dhambini na kufunua katika maungamo mawazo yake asili na fikra zake za moyo, anashusha hadhi ya utu wake na kudhalilisha kila siri kabla ya nafsi yake. Nitarudia aya hii. Yeyote anayepiga magoti mbele ya mwanadamu aliyeanguka dhambini na kufunua katika maungamo mawazo yake ya siri na fikra zake za moyoni, anashusha hadhi ya utu wake na kudhalilisha kila siri kabla ya nafsi yake. Jambo la kutisha. Kwa kufunua dhambi za maisha yake kwa padri, mwanadamu mkosaji, mwenye dhambi na anayekufa, na mara nyingi ambaye amenajisiwa kwa pombe na tamaa, kiwango chake cha tabia hushuka chini na matokeo yake anachafuka. Mawazo yake kuhusu Mungu hushushwa chini hadi kumfananisha Mungu na mwanadamu aliyeanguka. Kwa kuwa padri husimama kama mwakilishi wa Mungu, ungamo hili linalodhalilisha la mwanadamu kwa mwanadamu ndiyo chemchemi ya siri ambayo mengi ya maovu hubujika, ambayo yanachafua ulimwengu na kuandaa kwa ajili ya maangamivu yake ya mwisho. Hata hivyo, kwa mtu anayependa kuendeleza nafsi, inafurahisha zaidi kuungama kwa mwanadamu mwenzake kuliko kufunua roho mbele za Mungu. Jambo linalopendeza kwa silika ya kibinadamu kufanya kitubio kuliko kuacha dhambi. Ni rahisi zaidi kutesa mwili kwa magunia na upupu na minyororo inayoudhi kuliko kusulubisha tamaa ya kimwili. Moyo usioongoka uko tayari kubeba mzigo mzito kuliko kuinama chini ya nira ya Kristo. Kuna mfanano wa dhati na wa wazi kati ya kanisa
kanisa la Kirumi na kanisa la Kiyahudi wakati ujio wa kwanza wa Kristo. Wakati Wayahudi walipokanyaga kisirisiri kanuni za sheria ya Mungu, walikuwa na juhudi kubwa katika kutunza miongozo yake, wakiibebesha matakwa na mapokeo yaliyofanya utii kuwa na maumivu na mzigo. Kama Wayahudi walivyodai kuiheshimu sheria, ndivyo na Warumi nao wanavyodai kuheshimu msalaba. Wanainua alama ya mateso ya Kristo, wakati katika maisha yao wanamkana yeye ambaye msalaba unamwakilisha. Waumini wa upapa huweka misalaba kwenye makanisa yao, kwenye madhabahu zao na kwenye mavazi yao. Kila mahali panaonekana alama ya msalaba. Kila mahali unaheshimiwa kwa nje na kuinuliwa, lakini mafundisho ya Kristo yanazikwa chini ya wingi wa mapokeo yasiyokuwa na maana, tafsiri potofu, matakwa magumu. Maneno ya Mwokozi kwa Wayahudi yaliyong'ang'ania imani yao kupitia kiasi yanawafaa kwa uzito mkubwa zaidi viongozi wa kanisa Katoliki la Rumi. Sikiliza maneno haya: wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Mathayo 23:4. Roho adilifu huwekwa katika hofu ya kudumu, zikiogopa ghadhabu ya Mungu aliyokosewa. Wakati viongozi wa kanisa wakiishi maisha ya anasa, uridhishaji wa tamaa za kimwili, ibada ya sanamu na masalio ya watakatifu wa zamani, maombi kwa watakatifu waliokufa na uinuaji wa papa ni mbinu za Shetani kuvuta akili za watu kutoka kwa Mungu na kutoka kwa mwana wake. Kutekeleza maangamizi yao, anajaribu kuvuta akili zao kutoka kwa yule ambaye peke yake waweza kupata wokovu. Atawaelekeza kwa kitu kingine chochote kinachoweza kuwa badala ya yeye aliyesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Ni juhudi ya kudumu ya Shetani kuwakilisha vibaya tabia ya Mungu, asili ya dhambi, mambo halisi yaliyoko hatarini katika pambano kuu. Uongo wake hupunguza uwajibikaji kwa sheria ya Mungu na huwapatia wale watu leseni ya kutenda dhambi. Wakati huo huo, anawafanya wawe na uelewa potofu wa Mungu ili wamtazame kwa hofu na chuki badala ya kumtazama kwa upendo. Ukatili ambao ni sehemu ya tabia yake mwenyewe anampakizia Muumbaji. Ukatili umewekwa katika mifumo ya dini na kuoneshwa katika namna za ibada. Hivyo akili za watu zimepofushwa na Shetani amewapata na kuwafanya mawakala wake dhidi ya Mungu. Kwa uelewa potofu na sifa za Mungu, mataifa ya kipagani waliongozwa kuamini kuwa kafara za wanadamu zilikuwa muhimu ili kupata fadhila ya Mungu, na ukatili wa kutisha ulitendeka chini ya mifumo mbalimbali ya ibada za sanamu. Kanisa Katoliki la Rumi likiunganisha mifumo mbalimbali ya upagani na Ukristo, na kama ulivyo upagani liliwakilisha vibaya tabia ya Mungu, limekumbatia sio ukatili na uasi kidogo. Katika siku za utawala wa Rumi kulikuwepo na zana za kutesea watu katika kuwalazimisha wayakubali mafundisho yake. Kulikuwepo nguzo za kutesea kwa ajili ya wale ambao walikataa kuyakubali madai yake. Kulikuweko mauaji ya halaiki kwa kiwango ambacho hakitajulikana mpaka yatakapofunuliwa katika hukumu. Viongozi wakuu wa kanisa walijifunza chini ya Shetani aliye bwana wao kugundua njia ambazo zingewezesha kuleta mateso makali sana kwa kadiri ambavyo ingewezekana na kumaliza kabisa maisha ya mhanga. Katika matukio mengi ya mchakato huo huzunguka mtu wa moto kurudiwa kwa kiwango ambacho wanadamu asingeweza kustahimili, mpaka mtu alipoacha kupigania uhai wake na mteswaji alishangilia kukaribisha kifo kama suluhisho tamu. Haya ndiyo yalikuwa masahibu ya wapinzani wa Rumi kwa wafuasi wake. Kanisa lilikuwa na nidhamu ya viboko, njaa kali, maumivu makali ya mwili ya kila aina yanayoumiza moyo. Ili kupata ukubali wa mbingu, waliofanya toba walikiuka sheria ya Mungu kwa kukiuka sheria ya asili. Walifundisha kutenganisha ambacho Mungu alikiumba kubariki ili kufurahisha maisha ya mwanadamu hapa duniani. Viwanja vya makanisa vina mamilioni ya wahanga waliotumia maisha yao bure, wakijaribu kutiisha hisia zao za kimwili za asili kudhibiti kama jambo linalomchukiza Mungu kila wazo na hisia ya huruma kwa viumbe wenzao. Ikiwa tunatamani kuelewa ukatili wa makusudi wa Shetani uliodhihirishwa kwa mamia ya miaka, sio miongoni mwa wale ambao hawajawahi kusikia habari za Mungu, bali katikati na katika ulimwengu wote wa Kikristo, tunapaswa kuangalia historia ya Rumi. Kwa njia ya mfumo huu mkubwa wa uongo, mfalme wa uovu anafanikisha kusudi lake la kukosea heshima na kuharibu maisha ya wanadamu. Na kama tunavyoona jinsi anavyofanikiwa katika kujigeuza na kutekeleza kazi yake kupitia viongozi wa kanisa, tunaweza kuelewa vizuri zaidi kwa nini anaichukia sana Biblia. Ikiwa kitabu hiki kitasomwa, rehema na upendo wa Mungu vitafunuliwa. Itaonekana kuwa Mungu haweki hii mizigo mizito. Anachohitaji pekee ni moyo uliopondeka
roho ya unyenyekevu ya utii. Nitarudia haya hii. Ikiwa kitabu hiki kikisoma, yaani Biblia, rehema na upendo wa Mungu vitafunuliwa, itaonekana kuwa Mungu haweki hii mizigo mizito. Anachohitaji pekee ni moyo uliopondeka, roho ya unyenyekevu ya utii. Mpendwa msikilizaji, umeona jinsi ambavyo shetani amekuwa akitumia mbinu mbalimbali na mitego mbalimbali kwa ajili ya kudhoofisha ukweli wa dhahiri kuwa uhuru wa dhamira unatishwa. Vitu vingi tumeviona hapa juu ya ukweli. Unaweza ukafuatilia, ukasoma, ukajifunza zaidi. Nikualike tena kwa wakati mwingine tunapokuwa tukiendelea katika sura hii ya 35. Leo tutaishia hapa. Kesho pia tutaendelea katika sura hii ya 35 sehemu. Karibu.